5 zimekatizwa ghafla baada ya kuzama kwenye kidimbwi cha maji katika kijiji cha Iria, Thumaita, kaunti ya Kirinyaga. Tukio hilo limeshtua jamii, wazazi wakionya kuhusu hatari za kuacha watoto kuchezea kwenye maeneo yasiyo salama. Mwandishi wetu Mwaluse Meshak anaarifu kikamilifu. Kilio cha familia kimetawala eneo la Thumaita, Kirinyaga baada ya mwili wa mtoto wa miaka 11 wa gredi ya 5 kuopolewa kwenye kidimbwi hiki chenye kina kirefu. Mtoto huyu, mwanafunzi wa gredi ya 5, alikuwa ameenda kumtembelea bibie kipindi hiki cha likizo kabla ya maisha yake kukatizwa ghafla alipoamua kupiga mbizi kwenye kidimbwi hiki na wenzake. Mimi nimepigiwa na assistant chief saa 1, kaniambia kuna mtoto hapatikani na wanafikiria ako kwa maji. So kutoka hapo ndiko tukapata wakati wa kuanza kumtafuta. Chifu wa eneo la Thumaita, Francis Kiragu, amesema watoto hawa walikuwa wakicheza mpira karibu na kidimbwi hiki kabla ya kuzama majini. Mafuta kucheza mpira mahali walikuwa wanachezea. So bahati mbaya kukakuwa kuna mashimo huko imejaa maji na njia haijulikani, so mtoto aliteleza akaweza kuingia kwa kisima ndani. Kidimbwi hiki kiliachwa wazi baada ya mkandarasi kuchimba hapa wakati wa ujenzi wa barabara hii ya Kagio Baricho. Wakazi wa kijiji hiki wakiongozwa na Frederick Kabue na Moses Gishira wamesema maeneo kama haya yamekuwa hatari zaidi kwa watu wasiofahamu kina chake. Hii ilikuwa excavation ya maram, ni maram ilikuwa inafanyiwa. Hata saa hii maji ikipungua utaona kukitolewa maram ipelekwa kwa mabarabara. Mashimo yamekuwa hatari kwa watoto, hasa watoto wageni, sababu hawajazaliwa hapa na wajui kule kwenye mashimo kumbwa na sehemu zile ambazo hazina mashimo. Viongozi wa eneo hili sasa wamepiga marufuku watoto kuvua samaki au kuogelea kwenye vidimbwi hivi, huku jamii ikitakiwa kuwa makini na maeneo yote yenye hatari ili kuokoa maisha ya watoto. Serikali before ichunge watoto, lazima wazazi wahajibike kuchunga watoto wao. Wasikubalie watoto waweze kwenda kila mahali kwenye hawajui. Mwaluse Meshak, TV 47.